Kabla sijaingia katika sulbil mawdu, ningependa kidogo tuondoke, tusafiri, twende kwa Bwana Mtume Muhammad, tumtizame wakati anatoka katika nchi aliyozaliwa, mji mtukufu wa Makka, mji ambao ndio aliyozaliwa na ni mkazi halali wa mji huo, kama alipoapa Mwenyezi Mungu akasema, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Mji huu ulimfanyia vitimbi watu wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wake walimfanyia vitimbi Bwana Mtume kufikia hadi ya kutaka kumuua. Ikapita azimio katika bunge la Makuraish na rai ikatolewa na Abu Jahl. Nasi ya rai ilikuwa ikisema, rai an na'khudha min kulli qabilatin shaban qawiyan wa nu'tihi sayfan sariman. Rai yangu mimi kuhusu Muhammad, tuchague kutoka katika kila kabila kijana mwenye nguvu. Kijana huyo tumpe upanga mkali, kisha tuwaamrishe vijana kutoka katika kila kabila waizunguke nyuma ya Muhammad, fayadribunahu darbata rajulin wahid fayatafarraqa damuhu, wamshambulie kwa nguvu moja, wamuue Muhammad na damu yake itakuwa imemwagwa na makabila yote ya Makuraish. Fala yastati'u banu abdi manafin, hawatoweza hao watu wa Muhammad kuja kuchukua kisasi juu ya yale tuliyoyatenda katika yale ambayo yamefanyika. Ndugu zangu Waislamu, azimio hili kweli lilitokea na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatolewa katika nchi ya Makka. Wakati anatoka Makka, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aligeuka akaitizama Makka, akaiambia, ya Makka, ta'lamina annaki ahabbu albiladi ilayya. Ewe Makka, kwa yakini unajua kwamba wewe ni mji ni upendao sana kuliko miji yote. Ichukue nukta hii ndugu yangu Muislamu, anti ahabbu albiladi ilayya, wewe Makka ni katika miji ni ipendayo sana mimi. Walaula anna qaumaka akhrajuni lama kharajt, na lau kama si watu wako ewe Makka kunitoa katika mji huu, basi nisingetoka kabisa. Machozi yakamwagika Bwana Mtume juu ya kuulilia mji wa Makka. Achilia mbali hayo, Mtume alipigwa katika nchi ya Makka mpaka Abu Bakri akauliza, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mnataka kumuua mtu kwa sababu ya kusema Mola wangu ni Allah? Mtume alitukanwa katika mji wa Makka, akapewa kila aina ya majina, hakubakishwa. Mchawi aliitwa Bwana Mtume, kuhani aliitwa Bwana Mtume, kila aina ya sifa mbaya walimpachika nazo watu wa Makka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifika wakati Mwenyezi Mungu akamrudisha tena Makka baada ya hijra. Aliporudi aliwakusanya watu wa Makka wote na wakawa chini yake. Yupo katika hali ya kutaka kutoa hukumu juu ya yale yaliyopita aliyofanyiwa katika mji wa Makka. Isikilizeni hotuba ya Bwana Mtume na maneno yake alipowauliza watu wa Makka, ya ahla Makka, mnakumbuka mlivyonifanyia? Mnakumbuka mliponipiga? Mnakumbuka mliponitusi, mkawaua sahaba zangu, mkawapiga vita waumini wangu, mkafanya kila kitu kibaya juu ya ummati Muhammad?
Mwisho mkataka kuniua, mkanitoa katika nchi hii na mkatuwekea vikwazo mpaka watu wengine wakala majani ya mti. Mnayakumbuka yote hayo. Kauli aliyowauliza, akawauliza ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnadhani mimi leo nitawafanya nini? Wakati huo wote wamekwisha nguvu zao walizokuwa nazo, hawana tena nguvu. Hapa mwenye nguvu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alizompa Mwenyezi Mungu juu ya makafiri wa Makka. Anaweza akafanya lolote, akatoa amri yoyote, akalipiza kisasi juu ya yale yaliyotendwa juu yake. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, nipeni habari, zinapita fikra gani katika nyoyo zenu, nitafanyaje? Watu wa Makka wakasema khairan ya Muhammad, sisi namna tulivyokujua wewe na tunavyokufahamu wewe, mtu wewe hutolifanya isipokuwa jambo la kheri juu yetu. Sisi tunajua hutolipa kisasi. Sisi tulikuudhi kweli, tulikutukana, tukafanya kila cha kufanya juu ya dini yako na wafuasi wako, lakini wewe utatufanyia kheri juu yetu. Na taban bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa kauli iliyothibitika na kusajiliwa na historia kwa kuwaambia wale maadui zake wote walio mbele yake, idhhabu fa antum tulaqa, nendeni zenu majumbani kwenu, nyote muko huru. La aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf li ikhwati, sikuambieni kitu mimi, na kuambieni kama alivyosema ndugu yangu Yusuf kuwaambia ndugu zake waliompiga wakamtia kisimani, wakafanya ya kufanya juu yake. Siku ya kukutana nao akawaambia la tathriba alaikum alyawma yaghfiru Allahu lakum, hakuna wasiwasi, hakuna huzuni, hakuna lawama juu yenu, nendeni mkastarehe majumbani mwenu mkapumzike, atawasamehe Mwenyezi Mungu. Na mimi nakuambieni watu wa Makka, idhhabu, nendeni zenu, fa antum tulaqa, nyinyi mko huru. At-tulaqa ni jamu ya taliq, mtu ambaye hana ubaya wowote, amekwisha kupata uhuru wake, hana lawama. Yale yote Mtume aliyotendewa alipokuwa Makka akayasamehe kwa kuwasamehe maadui zake, pahala ambapo alikuwa ana nguvu za kufanya na anaweza akafanya lolote analolifanya. Mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Daud, man katama ghaidan wa huwa yastati'u an yunafidhahu, yeyote atakayezuia hasira ambazo anaweza akaziachia zikafanya mambo yake, hasira zile akazizuia, akazikontrol, da'ahu Allahu yawma alqiyamati ala ru'usi alashhad, atamuita Mwenyezi Mungu siku ya kiyama mtu huyo mbele ya halaiki, thumma yukhayyiruhu, kisha Mwenyezi Mungu amwambie chagua, min ayi huril aini shaa, katika huril aini yeyote anayetaka. Nimesikia shehe wakati hapa sasa, wengine wamekuja hapa wanataka wake, lakini wake hapa duniani ukikompea na wake wa peponi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaeleza katika baadhi ya hadithi kwamba mmoja tu ukiwa naye uzuri wake namna ulivyo, sitaki nikaingia zaidi huko, amiri wakati anayajua zaidi hayo kuliko mimi, atayaeleza uzuri wa hurul ain. Lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man katama ghaidan wa huwa yastati'u an yunafidha, da'ahu Allahu yawm alqiyamati ala ru'usi alashhad fayukhayyirahu min huril ain ma sha, atamuita Mwenyezi Mungu mbele halaiki, njoo kuna wanawake wa peponi, mahuril ain,
chagua unayetaka. Kuchagua si sawa na kupewa yoyote tu atakayeangukia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika vile vizuri ambavyo ni vizuri, msikilizeni katika suratu Ali Imran, zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab qul a'unabbi'ukum bi khayrin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Tizama, hizi aya zina maana refu sana. Katika mambo mazuri ya dunia Allah ameyataja, zuyyina linnasi hubbu shahawat minan nisa wal bani. Watu wamepambiwa shahawati ya kupenda, nambari 1 minan nisa, kinachopendwa na watu wanaume nambari 1 minan nisa wal banin, na watoto wa kiume, wal qanatir al muqantara, mirundiko ya mali, min aldhahabi wal fidda, dhahabu na fidda, wal khayl, farasi, al musawwama, waliotandikwa, wal an'am, wanyama, wal harth, na mashamba. Allah alipoyataja yote hayo, haiwi kwamba ni mabaya yote, yana uzuri wake na yana fitna zake. Dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Alipotaja mambo ya duniani, lakini qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat, sikuambieni kuna mazuri zaidi kuliko hayo liyoyataja huko juu, kuliko mashamba, kuliko dhahabu, kuliko fedha, kuliko wanawake hapa, kuliko kila kitu alichokitaja Allah. Anasema kuna mazuri zaidi huko. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat, kwa waliomcha Mungu watapata mabustani mbele ya Mola wao, tajri min tahtiha al-anhar, yanapita mbele yake mito, khalidina fiha, wataishi huko milele. Kwa sababu juu kule mwanzo duniani kataja wanawake, na huku nako wametaja wa azwajun mutahhara, lakini hawa wa huku wametahirika, hawana midomo michafu wala tabia chafu. Mutahharatun, wametahirishwa, waridwanun, na radhi min Allah, kutoka kwa Allah. Allahumma ja'alna minhum, tujalie miongoni mwa hao atqiya watakao kwenda kuzipata hizo. Sasa ukiwa unataka moja miongoni mwa kheri za huko, Mtume sema man katama ghaidan, mwenye kuzuia hasira, wa huwa yastati'u an yunafidha, na ana uwezo wa kuzitekeleza hasira na kuzitoa na kuchukua hatua juu ya aliyokerwa nayo, da'ahu Allahu yawm alqiyamati ala ru'usi alashhad fayukhayyirahu min alhuri al'ini ma sha'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka alikuwa na hasira na watu wa Maka. Unaonaje watu waliokupiga physically, walimpiga Mtume, watu waliomtukana kwa maneno machafu walimtukana Mtume, watu waliomwekea vikwazo miaka 3 mpaka watu, anasema sahaba mmoja ametoka kwenda haja ndogo akakojoa juu ya ngozi ya mnyama ambaye ameshachinjwa, ngozi yake ikachunwa, ile ngozi ikawa nasikia kama inalia kama ngoma pale katika mkoja wake ule. Kwa njaa iliyokuwa imebidi, akaichukua ngozi ile, akaenda akaikosha, akaipika, akala. Ameimwagia najis, hakujua yeye. Alipoiona ni ngozi ile, akaenda akaipika, akaifanya supu baada ya kuikosha. Kwa vikwazo vya watu wa Maka juu ya Mtume na sahaba zake. Mtume alikuwa na hasira, lakini akazuia hasira zake, akasema izhabu fa antum tulaqa. Amezuia hasira. Nabii Yusuf amepigwa, akatupwa kisimani, yote hayo. Warafa'a abawayhi ala al-arsh wa kharru lahu sujada faqala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن
wajaa bikum min albadwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Sikiliza falsafa ya mzungumzaji anayejua namna ya kukontroli hasira zake. Baba, hii ndo tafsiri ya ndoto. Baada ya kuingia wakamsujudia katika nchi ya Misri na kuwakaribisha, udkhulu misra insha Allahu aminin. Akawanyanyua, akawaika katika kiti chake cha ufalme, kisha akawatafsiria ndoto, kisha akamwambia, baba, Mwenyezi Mungu amenifanyia mazuri makubwa. Ahsana bi idh akhrajani min as-sijn, amenitoa jela, pahala ambapo pana dhiki kubwa. Mwenyezi Mungu amenitoa huko, akanileta, akaniunganisha na familia yangu leo, kisha amenikutanisha na ndugu zangu. Fahamu kwamba ndugu zake ni wale waliomtupa kisimani na wakataka kumuua. Kisha akasema, min ba'di an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati. Hala hakutaja alifanywa nini na ndugu zake. Sema tena, hili hapa, hili ndio lilonitupa katika kisima, hili leo limekuja, na hili ndio lilonifunga kamba ile. Kasema, la, mteremsheni kama ndoo polepole. Mwingine akaikata ile kamba. Huyu ndio alotoa maneno makubwa huyo. Akaniuliza, ziko wapi nyota 11 na jua na mwezi? Hakutaja hata moja Yusuf. Akamwambia, qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni wa jaa bikum min al-badw min ba'di an nazagha ash-shaytanu. Kamtaja shetani. Shetani mbaya kweli kweli, alikuwa anataka kutia chuki kati yangu na ndugu zangu. Hakutaja hata kosa lilotendewa. Nani katika sisi ambaye yuko tayari kufuata mienendo ya manabii? Sote bila shaka tuko tayari. Ndio maana tumekuja katika ijtimaa kupata kufuliwa nyoyo zetu. Lakini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na ukisoma historia ya mtume yeyote, basi ukikompea na mitume wenzake, huo ndio mwendo wa watu wema wote. Mtu anaweza akakontroli hasira zake kwa sababu anajua malipo yake ni makubwa sana. Ndugu zangu, kuna mambo matatu, hakuna mizani ya kuweza kuingia mambo matatu haya. Ni makubwa sana, ni mazito sana, yana thawabu nyingi, na thawabu zenyewe hakuna anayezijua isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Mambo matatu hayo, moja, katika suratu Shura Mwenyezi Mungu anasema, wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Hakika mwenye kusamehe akatengeza, ujira wake, malipo yake anayajua Allah. Hakuna mtu anayeweza kujua anayesamehe baada ya kuudhiwa anapata thawabu ngapi. Hakuna. Anajua Mwenyezi. Fajruhu ala Allah ni sawa sawa na wazungu wanaita open check. Wakupe open check, wakuambia hii check iko wazi, andika tarakimu unazozitaka mwenyewe. Ukipewa open check utaandika hela ngapi? Basi Mwenyezi Mungu anampa mtu open check katika mambo ambayo, moja ni kusamehe kile ambacho umeudhiwa nacho na kukerwa nacho. Faman afa, al-afu wal-afu maanahu huwa an yatanazala al-mutaadda alayhi bihaqqihi. Ni mtu aliyeudhiwa aiache haki yake, haqqul intiqam, haki ya kulipiza kisasi, aache kabisa kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, bishart an yakuna almutaadda alayhi qadiran ala alintiqam. Lakini kwa sharti kwamba yule aliyeudhiwa awe ana uwezo wa kulipiza. Nafahamiana? Alafu maana yake ni uache haki yako ya kulipiza wakati unao uwezo wa kulipiza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani mtume alipoacha kuwalipiza watu wa Makka alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Wote wamedhalilika wako mbele yake, lakini akamwambia, idhhabu fa antum tulaqa. Hili jambo hili ukilifanya ujira wake ni mkubwa. Hakuna mizani inayoweza kuingia ikakaa ujira huu mkubwa. Ajruhu ala Allah. Na ukiambiwa ujira wake ni juu ya Mwenyezi Mungu, mfikirie Mwenyezi Mungu ukubwa wake, ndio utapata kujua ujira huu utakuwa mkubwa kiasi gani.
Maana mtoto mdogo akikwambia leo bwana nina furaha sana kwa sababu nina hela nyingi sana, mtoto mdogo akikwambia nina hela nyingi sana, akitoa mfukoni mwake utaona 500, kwa sababu ile ndo hadi ilmi, dhalika mablaghuhum min alilm. Hivyo ndivyo elimu yake inavyomwambia kwamba 500 ni hela nyingi sana. Leo baba amenifurahisha kweli kweli, amenipa hela nyingi sana bwana, nimeenda madrasa. Ngapi? 500. Sasa Allah akisema niachie mimi ujira huo uko juu yangu, angalia ukubwa wa Mwenyezi Mungu namna alivyo, ndio utapata kujua ujira wake ni mkubwa kiasi gani. Hilo ni jambo la kwanza, al-afu. Na ndiyo maana Mtume alilitekeleza kama mafunzo kwa watu wake na waliyachukua yote. Ma'mun al-Abbasi, siku miongoni mwa siku iko nyumbani kwake. Ma'mun ni khalifa katika makhalifa Bani Abbas, wenyewe kisema nahnu Bani Abbas najlisu ala al-karas, sisi Bani Abbas kazi yetu kuongoza. Ma'mun amekaa katika hafla yake, anamtafuta kijana wake, mfanyakazi wake hamuoni, akatoa sauti, ya ghulam, kijana we. Hakusikia mwito wote, ya ghulam. Mara ya pili kijana hakuitikia, ya ghulam. Kamaki, wageni wameshakuja, wanataka kuandaliwa, hawa waandazi vijana wako wapi? Mara ya tatu akaitikia kijana. Akauliza kijana, ala yanbaghi lilghulami an yaakula au yashrab? Unapiga kelele nini? Anamwambia bosi wake, kwani huyu ghulam hana tumbo la kula na yeye na mdomo wa kunywa, na yeye si anataka kula pia? Kullama kharajna min indika tasihu ya ghulam ya ghulam ya ghulam, ila kam ya ghulam? Kila tukikuacha unapiga kelele ya ghulam, tukikuacha unapiga kelele ya ghulam. Mpaka mara ngapi utatuita wewe? Ala yanbaghi lahu an yakul? Kwani ghulam hana tumbo na yeye anasikia njaa anataka kula? Nakula mie, sio unaniitaita tu. Bosi anaambiwa hivyo. Fikiria kama wewe ndio bosi hapo, unamfanyaje huyo mfanyakazi wako mbele ya wageni? Sasa wageni wenyewe VIP. Ghulam anakuambia ila kam, utasema mara ngapi ya ghulam? Msimulizi wa habari alikuwa akiitwa Abdullah ibn Tahir. Yeye alikuwa ni kama bodyguard, yuko pale nyumbani na ni kiongozi, analinda yeye mambo. Anamtizama Harur, anamtizama Ma'mun, kisha anasema wallahi nikamwona Ma'mun anatikisa kichwa chake muda mrefu, kisha akanitizama mimi, fama shakaktu an ya'murani bidarbi unuqi, sikutia shaka ataniambia kata kichwa chake, sikutia shaka. Ma shakaktu ala an ya'murani bidarbi unuqi, sikutia shaka ataniambia kata kichwa cha huyu mtu. Ananifedhesha mbele ya watu, nimewaalika, naita ya ghulam, anaambia ala yanbaghi li an akul. Lakini alisema nini Ma'mun? Anasema ya rajul, kijana nasikilize, inna ar-rajula idha hasunat akhlaquhu sa'at akhlaqu khadamihi. Bwana, mtu zinapokuwa nzuri tabia zake, basi wafanyakazi wake wanaanza kuwa na tabia mbaya. Wa nahnu la nastati'u an nusi'a akhlaqana fanuhsina akhlaqa khadamina, na sisi hatuwezi kuzifanya mbaya tabia zetu ili tabia za wafanyakazi wetu ziwe nzuri. Akamwacha akaondoka zake. Ndio maneno hayo tu aliyosema, basi yamekwisha. Anamwambia inna ar-rajula idha hasunat akhlaqu, mtu yani bosi anapokuwa na tabia njema, sa'at akhlaqu khadami, tabia za wafanyakazi wake huwa mbaya. Na sisi hatuwezi kuzifanya tabia zetu mbaya ili tutengeze tabia za wafanyakazi wetu. Mmemfahamu? Lakini Ma'mun, kwa maana kwamba bosi unapokuwa mkali, mwenye matusi, ukifungua domo lako tu kama mlango wa jahannam unafunguliwa, ndio wafanyakazi wako wanakuwa sam'an wa ta'a kila wakati. Bosi mkali kweli kweli, atakutukana wewe masaa mawili bila kumeza mate, basi anakuwa kila anapo yuko sam'an wa ta'a. Lakini bosi akiwa na tabia nzuri, yeye mfanyakazi anakuwa kama nani? Ndio bosi. Sasa ndio hayo yaliyomkuta nani? Ma'mun. Na yeye anasema nahnu la nastati'u an nusi'a akhlaqana linuhsina akhlaqa khadamina.
Hatuwezi kuzifanya mbaya tabia zetu ili zitengeze tabia za wafanyakazi wetu. Anazuia hasira. Hawa ni wanafunzi waliochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo afu, al-afu inda al-maqdira. Mjukuu wa Mtume Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn binti Rasulillah. Husayn ana mwanawe anaitwa Zainul Abidin, jina lake Ali. Ametoka siku moja na kwenda msikitini, alisema akakutana na kijana mkorofi, akammiminia mvua ya matusi mjukuu wa Mtume. Vijana walioandamana na mjukuu wa Mtume hawakukubali, wakamkamata kutaka kumtia adabu. Ali akasema la, kufu anhu, mwacheni. Wakamwacha, akaenda mpaka mbele yake, akamwambia ya akhi, inma dhakartahu, hakika yale uliyoyataja ya matusi yote ulionimiminia, aqallu min alqalil, ni machache tu, hujayajua yote mabaya yangu. Kuna mengi umeacha, kuna mengi ambayo yapo juu yangu mimi, sijui nikwambie ili upate kuongezea na hayo mengine. Ikiwa una haja niambie, nitaanza kuhadathia sasa 1, 2, 3. Mjukuu wa Mtume anamwambia li alkathir, nayo mengi makubwa tu, madhambi maovu nayo mengi tu, si hilo tu nikutajie. Akamwambia la, ashhadu annaka waladu rasulillah, nashuhudia kwamba kweli wewe ni mjukuu wa Mtume. Yani yote niliyoyasema na bado umekuwa mpole kwangu, umeniachia, na wale anataka kunitwanga umewakataza. Ashhadu annaka waladu rasulillah, nashuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mtume, yani ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saidna Bilal ibn Rabah yuko pamoja na wenzake, wanapiga plani namna gani waandae vita na strategy ya vita, wakae wapi. Akatoa amri mmoja katika makabila ya Quraysh, Waarabu walikuwa kabila la ndani ya Maka, katoa amri, katoa rai. Bilal akamwambia la, hiyo rai yako sio, akaipinga. Basi yule bwana hakukubali kupingwa na Bilal, akanyanyua sauti akasema, hatta anta ya ibn Sauda, hata wewe mwana wa kijakazi mweusi unanipinga leo? Hata wewe basi unanipinga ya ibn Sauda? Bilal hakuweza kulibeba, akanyanyuka mbio anakwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufika msikitini, Mtume yuko ndani, kaambia ya Rasulullah, inna fulanan ayyarani, fulani ameniumbua, amenitaja mbele ya watu, amenitajia mimi mambo 1, 2, 3. Aliyemtaja vile anakuja nyuma yake, anamuendea mbio. Bilal, unakwenda wapi? Simama basi tupatane, tuelewane. Bilal anakwenda mpaka kwa Mtume, lazima nimwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipohadithiwa akaghadhibika sana, akamfuata mtu aliyemwambia Bilal vile, akamwambia inna fika jahiliyatun, hakika wewe una kitu miongoni mwa mambo ya kijahilia. Anaangalia lawama ya Mtume. Yule mtu aliyemkosea Bilal ni Muislamu, ni sahaba wa Mtume, bila shaka ana mazuri tena mengi, lakini siku alipokosea akateleza, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda katika point, fika khaslatun min aljahiliya, wewe una jambo miongoni mwa mambo ya kijinga. Hakumwambia anta jahiliyun au anta fika kadha kadha kadha, akawa hakupenda hata kuweka istithna katika mambo mazuri alikuwa nayo. Akamwambia kuna jambo la kijahilia unalo moja tu, na hilo lilolitaja ni katika jahilia. Bilal ibn Rabah akamgeukia Mtume akamwambia, lakini ya Rasulullah, maadamu ishafika kwako, mimi nimemsamehe huyu mtu. Yule mwana akasema la, mimi sijatosheka na msamaha wa Bilal, isipokuwa nataka niweke chini yake miguu yake Bilal uso wangu, au kanyage kwa mguu wake.
uso ambao nimejiona mimi mbele ya Bilal, mtajua hauna maana yoyote. Idha wadaa Bilalu qadamahu alayhi, Bilal akiweka mguu wake juu ya uso wangu, hapo ndo nitajua amenisamehe. Akalala na garagara chini ya miguu ya Bilal. Bilal akamwambia la, nyanyuka. Yule bwana anasema la, kanyaga Bilal, kanyaga Bilal. Bilal akamnyanyua, akaubusu uso wake. La ilaha illallah. Huu uso unaomsujudia Mwenyezi Mungu subhana rabbiyal a'la katika sala 5 kila siku haustahiki mguu, unastahiki busu. Takbir. Akaubusu uso wa sahaba mwenzake, wakapigana makamama, yani wakakumbatiana, alafu hao wakaondoka. Kweli sisi ni Waislamu, tukikosana huwa tunapatana, huwa tunawasamehe wengine. Nasikia yuko mtu alibembelezwa, aliraiwa sana amsamehe mwenzake, hakukubali mpaka siku za hija zimefika, kaambiwa na mashehe, basi mwenzako kesho kutwa anaenda hija, msamehe. Sababu bwana, mimi siwezi kumsamehe, mimi naye tutaonana chini ya mkunazi. Wakaongezwa mashehe wengine, wakaona mbona hawa wanakuja sana, kwani hiyo hija yake itamaliza siku ngapi? Akawauliza, kaambia wiki 3. Tukaambia basi nimemsamehe kwa muda wa wiki 3, akirudi ugomvi wetu uko pale pale. Utamu wa mtu aliyekosewa siku zote ni kuhakikisha analipiza. Na Mwenyezi Mungu alipoyajua hayo na kuyaona hayo, Mwenyezi Mungu alifanya ujira wa mtu mwenye kusamehe mwenzake kwa afu ni mkubwa, ni kama open check, hakuna mtu anajua idadi yake ya thawabu hizo. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, kwa sababu ni kazi kubwa sana mpaka mtu amwambie mwenzake nimekusamehe, na ana uwezo wa kumtia adabu. Jambo kubwa sana, nimekusamehe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika mambo makubwa ambayo hayaingii katika mizani kwa ukubwa wake, ni mambo mazito, thawabu zake ni nyingi, ni kusubiri. Allah anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu anawalipa wenye kusubiri ujira wao bila ya hisab. Anawalipa wenye kusubiri ujira wao bila ya hisab. Hakusema ni milioni 5 au ni laki ngapi au ni bilioni ngapi, bila ya hisab. Ujira mkubwa sana kwa mtu mwenye kupractice kitu kinachoitwa subra. Na subra iko katika ngazi 3. Kuna subra juu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha uyatende, hayo yanahitaji subra. Sala inahitaji subra, zaka inahitaji subra, saumu inahitaji subra, kila ibada inahitaji subra. Hata kule kunyanyua mguu kutoka kwako ukaja katika ijtimai, kama si subra ungekuwa mpaka sasa uko nyumbani kwako. Kwa hiyo hakuna amali ya kheri ambayo haihitaji subra. Ibada inahitaji subra. Na ni subra ya pili ni katika yale ambayo Mungu ameyakataza. Kuacha zina kunahitaji subra, kuacha riba kunahitaji subra, kuacha machafu ya aina yote na kusengenya kunahitaji subra, na hiyo ibada tuliyoitaja ya kumsamehe mtu pia inahitaji subra. Kwa hiyo subra ni moja katika nguzo muhimu sana. Ilipokuwa ni hivyo, Mwenyezi Mungu akasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wenye subra hawalipi kwa namba maalum, wanapewa bila ya hesabu yoyote malipo yao. Sasa Mwenyezi Mungu kila wakati anatuhimiza, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kwa sababu ya nini? Subra. Subra, hakuna ibada utakayoweza kuifanya bila ya subra. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha ukifanye kinahitaji subra. Ndio maana akasema wasta'inu bis-sabri was-salah, kuweni na subra juu ya jambo la subra na kusali. Sala inahitaji subra, kutoa mali yake mtu inahitaji subra,
Maana kila siku mtume anahusia katika hadithi yake, anasema afdalu sadaqa an tatasaddaqa wa anta sahih. Ile sadaka bora nzuri ni ile unayotoa mwenyewe ukiwa mzima. Kwa nini mtume anasema ukiwa mzima? Kwa sababu mtu anapokuwa mgonjwa imani hupanda. Ukiwa mgonjwa tu imani inapanda, kwa sababu kila mtu anafikiria naweza kufa mimi, pengine ndo safari. Sasa ukienda pale ukiambiwa kutoa, wallahi utatoa, huenda hii shilingi 500 hii ikawa dawa yangu hii. So mtume anasema la afdalu sadaqa an tatasaddaq wa anta sahih. Sadaka bora ni ile ambayo unatoa mwenyewe ukiwa mzima, kisha shahih ukiwa bakhili. Maana wengine wamezuia mpaka wao na mapesa yanawaning'inia yanadondoka akitembea, zile zilizokuwa za juu juu, zasema sasa hivi ni wakati wa kutoa kwa sababu nimejaa. La, mtu sasa shahih una ubakhili. Kisha akasema tarjul ghina wa takhsha al-faqr. Sadaka bora ni ile ambayo unataraji kutajirika na unaogopa kufukarika, ndio sadaka bora. Maana yake una 10 unasubiri 10 nyingine ziwe 20. Ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr, na unaogopa kufukarika, kwa maana ile 10 unajua ukitoa 5 itapungua, itabaki ngapi? 5. Hapo mtume anasema ndio pahala pa kutoa, na hiyo ndio sadaka bora. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya akajumuisha haya akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun? Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim. Wameandaliwa pepo watu wenye sifa hizo, muttaqin. Ni wapi? Wenye kutoa wakati wa dhiki na wakati wa furaha. Hakuna mambo mabaya kwangu, hakuna wakati mgumu, hakuna maisha ni magumu. Yunfiquna fi sarra'i wad-dharra, katika hali zote wao hutoa. Na ndio nambari 1 katika watu walioambiwa watapewa pepo. Nambari 1 fi sarra'i wad-dharra. Kisha wal kadhimin al-ghayz, yule aliyekuwa mwenye kusamehe wenzake, mwenye kuzuia hasira zake, wala afina 'anil nas, na mwenye kusamehe watu hao. Ni watu wazito sana. Maamun tumemtaja hapa katika kisa cha ghulam. Kuna siku ilimpata jambo lingine kubwa na ghulam huyo kawaalika watu, amekuja mtu kwa babaiko lile, biriani alikuwa imeletwa kwa ajili ya chakula ikamwagikia Haruni Maamun juu ya kichwa chake. Aswaliwe bwana mtume. Ameroa biriani, imeroa katika kichwa cha Maamun. Maamun akaghadhibika, anataka kunyanyuka sasa amtie adabu kijana yule. Kijana alikuwa hafidhul Qur'an, kaambia sayyidi wal kadhimin al ghayz. Bwana wangu we, Mungu anasema na wenye kuzuia hasira zao. Najua umekasirika lakini jizuie. Akasema kadhamtu ghayzi, nimeshazuia hasira zao. Hajakaa sawa, akamwambia wal afina 'anil nas, sio kuzuia hasira tu, na wenye kuwasamehe watu. Nisamehe bosi wangu we, afautu anka, nimekusamehe pia. Hajakaa sawa, anamwambia wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya wema, basi nifanyie na wema angalau. Akamwambia anta huru liwajhi Allah, si mtumwa tena, uko huru, nenda zako. Anafundishwa hapo kwa hapo na anaeleka, akisomewa tu aya za Mwenyezi Mungu hapo, na ndio sifa ya muumini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hiyo ndio sifa yetu waumini, wakisomewa aya za Allah ubadilika. Lakini waumini wao sio wetu sisi wa leo. Unasoma aya zote na kuambia mimi bado hapa, hata uje na aya ngapi mimi siushtuki, bado hapa. Wewe bwana msamee ndugu yao, msalie mtume. Hamna kuswaliwa mtume hapa, huko mpaka tukieleweke hapa leo. Yule anaambiwa tu hapo anabadilika. Wal kadhimin al ghadha kadhamtu ghayz afina 'anil nas anta hurru liwajhi Allah. Hapo kwa hapo. Huo Uislamu.
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema laisa shadidu bisur'a inma shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Basi ni moja miongoni mwa mambo makubwa hayo. Jambo la pili ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kufanya jambo la subra. Subra ni kitu kizito na thawabu zake hakuna mwenye kuzijua isipokuwa Allah jalla jalaluhu. Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu amali ibn adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Mambo matatu yasiyokuwa na mizani kwa ukubwa wake. La mwisho ni saumu ambayo iko pale mlangoni na bishahudi. Na hapa leo tumekuja kuambizana mambo hayo. Mtume anaambiwa katika hadithi kwamba Allah anasema amali zote azitendazo mwanadamu ni zake. Ni zake kwa maana kwamba anaweza akajua idadi yake ya thawabu. Maana tumemwambia kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 300 ila 700 ila ma sha Allah. Lakini saumu hakuna mtu anajua thawabu zake isipokuwa Allah. La ilaha illallah. Wewe mtu yote atakayefunga ajue kwamba anafunga na malipo ya kufunga anayajua Mwenyezi Mungu peke yake. Yule mtu anapofanyiwa kazi na wafanya kazi akahadidi mshahara, fulani nitakulipa 300,000, fulani nitakulipa 500,000, fulani nitakulipa milioni. Fulani wewe, fulani huyo niachieni mimi, huyu wangu mimi, huyu wangu mimi niachieni mimi. Bosi kishasema huyu aachiwe yeye, fikra zenu mnadhani atalipwa kiasi gani? Ataenda kupewa 500 huyo? Wewe kasema niachieni mimi, huyu wangu maana yake nini? Huyo anapelekwa pahala pakubwa kwa sababu alichokifanya ni amali nzito sana ya kufunga. Na ndio maana Mtume akasema lisaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'illah. Kwa hili jambo la kufunga hili ni zito. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipokuja kusema katika suratu Al-Baqara aya 180, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii aya imebeba uzito mkubwa, lakini ndani kuna huruma ambazo hazijawahi kuonekana katika mambo. Lakini huwezi kuyaona hayo mpaka utumie microscope, mpaka utumie mijhar. Saumu sio mchezo. Mmoja aliingia katika karamu akaona mayai ndio yamezidi na yeye ndio anayapenda. Lakini mmoja katika wale alikuwa ni hodari sana wa kuyatoa ya mayai yake yamefichwa chini ya wali yule. Kama kwamba vidole vyake vina smack vinajua mayai yako wapi. Yule bwana akamzuia mkono kidogo. Akamwambia bwana, Imam Shafi anasema haya mayai si mazuri. Anamdanganya ili apate kuyala yeye. Yule bwana akamwambia wewe achana na hayo mambo, njaa haina madhehebu kabisa. Usitake kuleta Imam Shafi wala Imam Ahmad hapa. Aljuu la madhhaba lahu, njaa haijui madhehebu. Njaa si ibadhi wala shia wala sunni. Njaa tu. Njaa sio mchezo. Na mtu akifikwa na njaa inakuwa mambo makubwa. Vijana waliniambia siku moja, mtu ilikuwa siku yake ya mwanzo kufunga, basi anahojiwa katika kituo fulani cha radio, leo siku ya kwanza ya Ramadhani ungetamani kusikia nini? Asema adhani ya maghrib. Ile hali manake huku mpaka anasikia vitu vinalia huku. Njaa mchezo. Ndio maana yule aliyokuwa hodari wa kula aliolewa siku moja na jopo la wenzake mahodari zaidi. Akauliza, jamani, madha takulun? Mnakula nini? Walikwambia nakulu summa, tunakula sumu. Kama hodari, karibu tule sumu pamoja. Yule bwana kwa sababu hapitwi akasema alhaya haramun ba'dakum, siwezi tena kuishi baada ya nyinyi mkifa na mimi nimo katika sumu. Akaingiza. Nakuambia maneno haya kukuambia kwamba njaa ni mwanamume, kwa sababu masahaba walitaka kumfuata Mtume katika siyamul wisal. Mtume akamwambia minkum mithli innani abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Nani kama mimi hulala, Mola wangu unilisha na ananinywesha. Msinione nalala, kuna vyakula Allah analeta nakula na ninakunywa. Msifunge kama mimi. Mtume alikuwa akifunga wiki bila ya kula, siku 3 bila ya kula, hali isha wala hali daku, anaishi tu hivyo. Masahaba akasema tunapitwa. Akasema basi kama hamtaki tutafunga pamoja nanyi, kesho tuanze. Wakafunga ya kwanza,
ya pili wako taabani. Kifika msikitini mtu siku ya pili bila chakula, anatafuta palipokuwa na ukuta angalau aegemea pale. Mtume anawaacha tu, anawatizama tu, mnang'ang'ania. Kuna mambo mengine specific ya mtume tu, hizi ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahati mwezi ukaonekana, mtume akasema lau usingeonekana mwezi tungeongeza ili nipate kuwatia adabu, msing'ang'anie siku ya pili. Njaa sio mchezo. Sasa amri hii ya kufunga inapokuja, Mwenyezi Mungu aliipoza kidogo, ni kama moto ambao umepozwa kidogo. Ya ayyuhalladhina amanu, hapo kuna takhfifu nambari 1. Enyi mlioamini. Anawasifu kwanza. Na wewe nyumbani kwako pale ukiwa na kijana, watoto wako, unataka kazi ifanywe pale nje, pale kuna matofali unataka yaondoshwe yapelekwe sehemu fulani, wewe nunda kama mtoto atakuja, njoo mtoto wangu mzuri, njoo baba, lugha nzuri hiyo, njoo mwanangu mpenzi, atakuja pale kwa kujiamini. Baba unasemaje? Haya matofali sitaki kuyaona. Usijali baba, usijali. Kwa sababu gani? Umetumia uslubu nzuri ya kumuita. Allah kusema ya ayyuhal mujrimun kutiba alaykumus siyam, wala kusema ya ayyuhan nas kutiba alaykumus siyam. Ad'ukum antum ayyuhal mu'minuna alladhina amantum bi, na kuiteni nyinyi vipenzi vyangu mlioniamini, kwa sababu najua nyinyi mlioniamini ni wepesi wa kuitikia amri zangu, na nitakachokisema kwenu itakuwa sam'an wa ta'a. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Najua nyinyi ni wepesi katika kuitikia amri zangu. Kwa hiyo ilipokuja tu ya ayyuhalladhina amanu, sasa hii ndio microscope uliyoitumia, umeona huruma ya Mwenyezi Mungu nambari 1 katika aya ya saum. Haikuja tu fungeni kwa sababu njaa, inna hararatal ju'i mulhiba, ni moto, fungeni. La, enyi mlioamini. Na sisi tunaitikia naam ya rab, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishwa kufunga. Inakuja huruma nambari 2, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nyinyi si wa mwanzo kufunga. Wanamta tufunge tena, itakuwaje? Min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Tutaweza? Kuna watu hapa wanatafuna mpaka wakilala wanakula. Leo masaa hayo yote ataweza mtu? Utashtuka. Allah anasema kwani nyinyi ni akina nani? Sisi ya rab nahnu khayru umma wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan litakunu shuhada. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hakuna umma bora kama umma Muhammad. Sasa kuna watu huko walipita hawakuwa bora, walipoambiwa fungeni walifunga. Ikiwa walifunga wale ambao hawakuwa bora, itakuwa nyinyi ambao ni watu bora wa Muhammad msiweze? Kwa hiyo uslubu hii ilikuwa ni rehema ya Mwenyezi Mungu na neema na takhfif nambari 2, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walipofaradhiwa waliopita kabla yenu, nao hawakuwa bora kama nyie, nao walifunga. Huu mzigo huu una kilo 100, lakini hapa kaja mtu ana kilo 50 ameubeba ameuleta hapa. Sasa nakuambia wewe mwenye kilo 100 ubebe mzigo huu upeleke kule. Kaubeba yule kifefe yule, kaubeba kaubeba yule, mimi hautonishia maadamu kabeba yule. Ndio mantiki ya kama kutiba ala alladhina min qablikum. Alafu angalia sisi tulivyo na wao walivyo, na sisi namna tulivyoboreshwa, tusiyaweze sisi wakati waliyaweza wao. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Takhfifu nyingine inakuja la'allakum tattaqun. Hii saumu hii sio kufunga bure bure, mnafikia lengo la uchamungu. Uchamungu ni nini? Suila an-nabiy an akthari shay'in yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwa Allah wa husnul khuluq. Huo ndio ufunguo peponi, takwa. Sasa ukifunga unafika. Kazi yoyote ambayo mtu ataifanya mwisho wake ina matunda. Hiyo kazi hata kama ni ngumu kiasi gani itakuwa nyepesi. Na ndio maana huchoki wewe ukienda kazini kila siku, kwa sababu unajua akhirul mataf kuna mshahara unaingia katika mfuko wako, tuna mshahara mzuri. Kwa hiyo somo inakuwa nyepesi pale ambapo mtu anajua kwamba kumbe miongoni mwa thamarati siyam ni nini? Ni pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu utapata ucha Mungu. Takhfifu nyingine hiyo, la'allakum tattaqun. Aya
ayaman ma'dudat. Hiyo ni takhfif nyingine. Allah kusema fungeni, tufunge vipi ya Rab? Mwezi mzima, shahran kamila. Uslubi hii ingetutisha, mwezi mzima. Lakini akisema ayaman ma'dudat, siku za kuhesabika tu, siku za kuhesabika. Bwana unakwenda wapi? Nakwenda Dubai. Siku gani? Siku za kuhesabika tu, 29 au 28. La ilaha. Sema bwana unakwenda Dubai, utachukua muda mwezi mzima. Tumeshaharibikiwa mwezi mzima. Ndio kisa cha yule mfalme aliyoota meno yamedondoka. Mufassiri akaja na majazba yake, akamwambia mtakufa nyote nyi ukoo mzima. Maana yake akamwambia mwekeni ndani asitoke mpaka tufe sote ukoo mzima. Akaitwa mwingine akauliza nini maana meno? Umeota nini? Asnani tasaqatat, meno yamedondoka. Akamwambia anta akhiru man yamutu min usratik, wewe utakuwa wa mwisho kufa katika familia yako. Wa mwisho. Akaruka wa mwisho na nyote mtakufa. Kuna tofauti gani? Ukifa mwisho nyote mtakufa, na ukifa mwanzo nyote mtakufa, hakuna tofauti. Tafsiru huwa lakini daqiq an-nazar, tizama kidogo. Alikuja akaiweka rasan ala aqib, akaibadilisha kidogo, akamwambia sio kufa nyote familia nzima, wewe ndio utakuwa wa mwisho. Yeye kaliona zuri ile kwamba mimi ndio nitakuwa wa mwisho. Ndio lugha hiyo. Haya mambo mara nyingine ndugu zangu, maneno haya yana ukali wake, yatafutieni fasaha na balagha ya kuyazungumza. Ndio maana watu wa Zanzibar wana uslub nzuri ya kuongea Kiswahili. Wale mke wangu ana mimba. Sio mimba, mjamzito. Usikurupuke tu, sio mjamzito. Ukisema mimba kama matusi. Kamtia mimba baba, ujauzito. Tafuta lugha ambayo ni nyepesi au yenye ufasaha na balagha. Sio Kiswahili kinazungumzwa kinarembewa tu popote pale. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataka kutuambia ile funga itamaliza siku ngapi, hakusema mwezi mzima, akasema ayyaman ma'dudat. Hizo ni siku za kuhesabika tu, 29 au 30 days. Lakini ukifikiria ndio ule mwezi. Hiyo ndio takhfif. Takhfif nyingine ikaja, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Na hiyo kufunga ndugu zangu, waumini wangu, waja wangu, sio kwamba kila mtu analazimishwa afunge kwa hali yoyote. Sio hivyo waja wangu, sio hivyo waja wangu. Atakayekuwa mgonjwa au ana dharura au yuko safarini, huyo ana ruhusa ya kula, atakuja kulipa siku nyingine ambazo atapata nini? Wepesi. Hiyo ni takhfifu nyingine, lakini huwezi kuipata mpaka uingie kwa mwalimu akuchambulie, adadavue, alafu upate mambo kama hayo makubwa, ujue huruma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa wanasomeshwa watu, wanahimizwa waende wakasome, kwa sababu elimu haipatikani kwa kusikiliza peke yake. Elimu inapatikana kwa kwenda kupiga goti, ukawa ni mwenye kusoma mbele ya mwalimu, kama alivyosoma bwana mtume mbele ya Jibril. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Saidina Umar katika hadith, ittala alaina rajulun shadidu bayad athiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wala ya'rifuhu minna ahad فجاء حتى جلس إلى رسول الله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس مجلس المؤدب أمام المؤدب. amekaa mbele ya mtume kama vile anavyosoma mwanafunzi kwa shekhi wake. Mtume akakaa mbele ya Jibril, magoti yakagusana, akaanza kuambia akhbirni an kadha akhbirni an kadha akhbirni an kadha laula al-ilm ma sa'idat nufus. Nilipokuwa katika gari na kuja hapa, nimemsikia shekhi aliondoka hapa asema, kama si elimu isingekuwa na raha nyoyo zetu, wala watu wasingekuwa waungwana, wala urifa alhalalu wala alharamu. Imam Shafi anasema wala isingejulikana halali ni ipi wala haramu ni ipi. Leo tumepata fadhila kubwa, wanachuoni kila kona, na katika ijtimai hapa wapo. Tuchukue ilmu zao tukazifanyie kazi, sababu dini yetu ni dini qari'a alima. Ndo ummati Muhammad, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ndo aya za mwanzo zilizoshuka. Soma soma soma, na usiende ukasema kuna aya imesema tusome dini. Sio dini, soma kila kitu.
lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio dini tu, kila kitu iwe bismi rabbika alladhi khalaq, isipokuwa kama utakuja katika zile aqsam watakwambia kuna fardh ain na fardh kifaya au na nini, kuna ilmu ya wajib. Lakini hapa Mwenyezi Mungu amesema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Na umuhimu wa elimu, aya 5 hizi, angalia aya 5 hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, elimu imetajwa mara ngapi? Iqra ni elimu, kusoma ni katika elimu. Iqra ni elimu, mara ya kwanza imetajwa elimu, bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra mara ya pili. Na jambo likitajwa kila wakati ni alama ya nini? Ya msisitizo. Katika aya refu, aya ya deni, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktubuhu وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. nimerudia mara ngapi neno kataba? ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil'adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub. Ngapi hizo? Halafu hapo wewe unauliza umuhimu wa kuandika. Unauliza umuhimu wa kuandika unatoka wapi? Msisitizo huu kila pahala, andika. Na ndio maana katika Iqra elimu inatajwa. Hayahesabu elimu imetajwa mara ngapi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama ni elimu amesomesha. 'allama ya tatu al-insana bil qalam. Ndio iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Qalam hiyo hesabu hiyo, kwa sababu qalam ni ada min adawati hasli al-ilm, ni tu miongoni mwa tuzi za kuchukua elimu. Bila kalamu utachukua kitu. Kwa hiyo elimu imo katika tuzi za nini? Kalamu. Hiyo iongeze, include katika iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'allama tena hiyo imerudi 'allama mara 4, al insana ma lam ya'lam ya 5. Elimu imetajwa mara ngapi? Mara 5. Katika aya 5 elimu imetajwa mara 5, alafu Waislamu ndio wako nyuma kielimu eti. Wakati wao ndo aya zao za mwanzo zinashushwa, soma. Na hiyo elimu ambayo tunaiita ya dunia tunayosoma shule, iangalie aya isemaje? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Amemuumba mwanadamu min 'alaq. 'Alaq ni kitu gani? Yale maji yanayotoka kwa baba yakachupa yakaingia katika uterus au rahimul yanakwenda katika jidaru rahim, fayataallaqu bijidari rahim, yananing'inia pale katika jidar, ukuta wa zalia kule ndani kule, maji ya manii. Unapoingia katika somo la kumjua mwanadamu anavyotengenezwa, huwa unasoma sayansi na biology. Alafu hiyo tunaiita elimu ya dunia, na imekuja katika suratul Alaq. Na kwani ulifikiri ilikuwa inatosha tu kusema Mwenyezi Mungu khalaqal insana min 'alaq, kwamba sisi tuwe tunasoma tu khalaqal insana min 'alaq, zid basi iwe basi imekwisha tu? Amemuumba mwanadamu kwa tone la manii, kwa pande la damu, kwa maji inatosha tu basi hivyo, kwamba hata tusitafute ilikuwa kuwaje, tukafanya research na tukaingia katika maamal lab, labda tukawa twenye kufuatilia haya mambo kama wanavyofanya wana science. Lazima uende mbele, kwa sababu aya za Qur'an zinasema liyadabbaru ayati, ili wapate kuzizingatia aya zake. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa anaashiria somo la sayansi katika Qur'ani na biology. Kwa hiyo sisi tukisema hii ni elimu ya dunia, maana walikuja watu wakanishtakia mtoto wao, wanasema hataki kabisa kwenda shule, hataki kusoma kwa sababu kusoma shule ni dhambi, kusoma shule ni ukafiri, ni maasiya, hataki kusoma kabisa, anataka kusoma madrasa peke yake. Hiyo ni kutofahamu aya za Qur'ani maghzaha wa marmaha.
Dr. Keith Moore alipoona aya hizi zimesomwa, na wakati akifanya uchunguzi namna anavyotakawa mwanadamu katika alamul ajinna, hata hajasilimu akasema here is God, hapa ndipo alipo Mungu. Hapa namna vile Mwenyezi Mungu anavyomtoa binadamu tauran ba'da taur, here is God, manake here is God, Mungu yuko hapa. Huna Allah, Mungu yuko hapa. Thumma khalaqna li sema nutfata alaqa fa khalaqna alaqata mudghah, mpaka mwisho here is God, Mungu yuko hapa. Sasa Waislamu hawastahiki kujua hayo, alafu umeita wewe elimu ya dini na ya dunia. Allah akisema la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun, anazungumzia alamul almajarra, galaxy, ulimwengu huko wa masayari. Utasema astronomy ni elimu ya dunia, wakati Qur'ani imeashiria. Na elimu ngapi ndugu yangu Muislam? Kwa hiyo turudi katika kitabu chetu tufahamu aya sahihi za Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhiwa waliopita kabla yenu ili mpate kumcha ayyaman ma'dudat, siku za kuhesabika. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra. Mwisho aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukhafifishia sana. Kwa hiyo watukufu wa Islam, mambo matatu haya ni mambo mazito ambayo tuyatendeni ili tupate ujira mkubwa. La kwanza ni kusamehe baada ya kukoswa, lakini kwa sharti, sikiliza sharti, an yakuna al-i'tida, iwe ile kukosewa alikokukosea mtu ambako una haki ya kumsamehe, yale makosa yenyewe yasiwe katika sharafu din, wala yasiguse katika muqaddasati al-islamiyya. Hapa tusikilize vizuri, sio kila kosa unasamehe, sawa? Isiwe yule aliyekukosea ni katika mambo ya dini, wala isiwe katika muqaddasati za dini, ni mambo ambayo labda yanakuhusu wewe personal. Mambo yakiigusa dini, ukija ukisema nimemsamehe mtu, itakuwa hupati zile thawabu, itakuwa ni kujidhalilisha. Sasa uwe unajua tofauti kati ya kuidhalilisha dini na kujidhalilisha wewe na Waislamu wenzako na kuzipata thawabu zisizokuwa na mpaka. Kwa kuna watu wanafanya maksudi katika kufanya mambo katika dini, kusema tunawasamehe bila ya kuwarudi, kughadhibika na kuchukua hatua zinazofaa nzuri kwa ajili ya kufikia muafaka. Jambo la pili, kuwa na subra. Jambo la tatu, kufunga. Jambo la mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka kwa muda uliobaki atupe roho za imani tuweze kuisimamia dini yetu wenyewe, tusimtegemee mtu. Sasa hivi imekuwa ngumu sana ndugu zangu Waislamu kupata misaada yoyote kutoka Arabuni. Imekuwa ngumu kutuma pesa kupeleka pahala popote zaidi ya $1000, na ukionekana unatuma sana pesa utamurikwa, na ukimurikwa utafikia pahala pabaya, na ukifikia pahala pabaya tunaweza tukakukosa. Kwa hiyo kuna mambo leo inapaswa Waislamu waisimamie wenyewe. Kile kidogo walichokuwa nacho wajue namna ya kujikwamua matatizo yao wenyewe. Tusiwe waomba, tuwe sisi wenyewe ni wa kusaidiana. Tujue umuhimu wa mali na mali hizo zitoke katika mifuko yetu. Tukifikia pahala hapo, tutatatua matatizo mengi sana yanayotuhusu Waislamu. Hakuna Libya watakaotusaidia, wenyewe wana matatizo yao yanayowatosha. Mnaiona Libya, mnaziona nchi zote za Kiarabu namna zilivyo, zimesambaratika. Mmeiona Sham, Syria, ardhi ile imezikwa masahaba.
kuna akina Bilal ibn Rabah al-Habashi aliacha Madina baada ya kufa kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema siwezi tena kukaa mji ambao kipenzi changu Mtume hayupo. Kila nikitembea katika vichochoro vya Madina kana kwamba namuona Mtume, siwezi, naondoka. Kaenda zake Syria, mpaka Umar bin Khattab namwandikia barua, njoo tunaimisi ile adhana ulikuwa ukiadhini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalau uje utufanyie siku moja tu adhana. Bilal hataki, mimi siadhini tena baada ya kufa Mtume. Umar akamwambia, kwani wewe ulikuwa unaadhini kwa ajili ya Mtume au ulikuwa unaadhini Mtume kakuamrisha ni amri kwa ajili ya dini? Sasa kwa ajili ya dini, basi njoo. Bilal akaenda. Siku hiyo ameingia katika masjidu Rasulillah, wakati wa sala umefika, fa atlaqa al-adhan, akarusha adhana yake Bilal. Adhana yake ilikuwa inapita ikipenetrate katika viunga vyote vya Madina kule, kila mmoja anajua hiyo adhana ya Bilal, na kila sauti yake. Maana sauti, wazee wetu wametuambia nayo sauti ni dawa, sauti nzuri ni dawa. Bwana Mtume alimsikia Abu Musa al-Ash'ari akamwambia, law ra'aitani wa ana asma'uka al-bariha laqad utita mizmara laqad utita mazamira ali Daud. Abu Musa, jana nilikuwa nakusikiliza unavyoitoa sauti wakati unasoma Qur'an, umepewa nzumari. Abu Musa naye akamwambia, Rasulullah, law alimtu annaka tasma'uni la habbartuhu laka tahbira, ningelikuwa na mimi najua kama Mtume ananisikiliza, basi ningeichonga na ningezidi ile sauti kuipendezesha. Kumbe ulikuwa unanisikiliza. Abu Musa anamwambia, basi Bilal alikuwa nayo. Msikiti ukajaa watu wakafikiri Mtume amefufuka. Takbir! Na ile sauti tu inaashiria Mtume yupo. Mtu akiingia msikitini anatafuta. Basi Bilal kifika hayya ala salah, hakuweza kukamilisha adhan, kilio kikatawala. Maana alikuwa kifika pale Mtume anafungua pazia, hayya ala salah, anafungua pazia, anaingia. Maana ni pale pale msikitini, nyumba kwake, anaingia, anasema namuona Mtume huyo anaingia. Leo hakuna tena yale. Hao walikuwa wanampenda kweli bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni vitu ambavyo vipo. Sayyidina Bilal ziko huko na masahaba wengine, ile haitamaniki ardhi ya Sham, Hims, ule mji wa Hims unaoita Humus, au mji wa Halab unaotangaza Aleppo, ni miji yote masahaba walikanyaga kule. Akina Said ibn Amir al-Jumahi wako kule. Ni mambo makubwa sasa hivi. Tusitarajie watu sasa kututumia hela, lahum ma yakfihim, wanayo yanayowatosha wenyewe. Sisi wenyewe tutengeneze hali zije kuondoa matatizo yetu na kujikwamua. Lakini nasikitika mpaka leo watu hawajajua umuhimu wa pesa wala umuhimu wa elimu. Kuna bwana mmoja alimuuliza mtu katika watu wa zamani, mbona hawa mashehe huwa mimi nawaona sana katika milango ya matajiri, lakini siwaoni matajiri katika milango ya mashehe? Sikiliza hilo swali. Mashehe nawaona katika milango ya matajiri, lakini siwaoni matajiri katika milango ya mashehe. Anauliza mmoja katika watawala. Sikilizeni jibu la mtu aliyesoma. Akaambia, kwa sababu mashehe wanajua umuhimu wa mali, lakini matajiri hawajui umuhimu wa elimu. Sijui mnanielewa? Kwa nini tunawaona mashehe katika milango ya matajiri, lakini hatuwaoni matajiri katika milango ya mashehe? Ni kwa sababu mashehe wanajua umuhimu wa mali, na matajiri baadhi yao hawajajua maskini umuhimu wa elimu. Sasa mashehe wanazifuata kwa sababu wanajua umuhimu wake. Msione tabu kuwafuata matajiri kwa mambo ya dini. Matajiri wanatoa pesa nyingi sana katika vyama, wanatoa pesa nyingi sana katika mipira, wanatoa pesa nyingi sana katika matarab, wanatoa pesa nyingi sana katika mambo ya kidunia.
lakini hawakumbushwi wala hawahimizwi. Hiki kilichotendeka hapa, tajiri mmoja mdogo tu wa Unguja hapa tu anaweza akafanya mambo yote haya na asisaidiwe na tajiri yoyote mwingine. Takbir! Lakini hawajapata watu wenye kuwaambia na kuwahimiza na kuwafahamisha njia. Kinaamiri wakati lazima muzidurusu za kuweza kumvuta mtu akaja hapa na akafanya kazi hii peke yake hata bila ya kusaidiwa. Kuna watu humo wana fedha za kutisha, akikupigia hesabu pesa zake alizokuwa nazo utafunga masikio. Yani ana pesa kama vile ambavyo wewe huna, ndo mfano wake. Wallahi alazim, mimi niliwahi kukaa na tajiri mmoja akaniambia, sikiliza, ni ambition za matajiri wazuri, na ni kijana, umri wake amenizidi mimi mwaka mmoja tu. Ananiambia na azima kila mwaka ni watoe watu 5 katika umaskini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Isikilizeni hiyo tamaniyati ya mtu. Nina nia kila mwaka ni watoe watu 5 katika umaskini. Maana zaka huwa ziko aina mbili. Kuna ile zaka ya kumtatulia mtu masala ya mboga na ugali, pia utakuwa umetoa, lakini bado hujafanya kitu, kwa sababu nyumbani hakuna kitoweo. Leo jamaa kanipa zaka 50,000 na 1,500,000, unaenda kutatua tatizo lile alafu unarudi kama kawaida. Hiyo ni sawa sawa na kufuta 0 ukaandika O, ndo yale yale. Sasa kuna zaka ile ambayo mtu anapewa anauaga umaskini, anapewa. Kuna watu hapo ukiwapa milioni 5 tu anaweza akazifanyia kazi hizo, kesho akabadilika. Ukiwapa milioni 10 tu, ukimpa milioni 20 zimetosha, na atabadilika katika maisha yake, anatoka katika umaskini. Anamfuata, unaweza ukafanya nini? Anafanya. Watu 5 kila mwaka. Hawa ni watu wa kawaida? Hawa ni watu wa kuachwa tu hivi hivi? Sasa wapo watu wa aina hiyo, wapo watu na tunaishi nao, hawajaelekezwa vizuri wafanye nini. Pesa walizokuwa nazo hazijafanyiwa kazi, zinalenga katika mambo gani, na nyoyo walizokuwa nazo hazijapata wasafishaji wa kuzisafisha. Kwa tusimame sisi kwa sisi, tuambizane, palipokuwa pazuri ni pale, tukafanye 1, 2, 3. Lakini chuki zilizotawala na furka iliyokuwepo na hasadi zilizokuwa zimetawala na magomvi kati ya Waislamu, yote haya leo mwisho wake tunafanya mambo kwa kubahatisha. Hapa Zanzibar kuna matatizo mengi, na miongoni mwa hayo matatizo ndo hayo tuliyoyataja. Ingelikuwa kweli tungeweza kuzaliwa upya kabisa, hivi sio hivi, ni vitatizo vidogo sana, ni vya mwisho kabisa, ni vitu vidogo sana. Leo Waislamu wangeamua, hii ni very big project, hii mashruu waliofanya ni kubwa sana kwa Waislamu, kwa maana ya kwamba ina maana kubwa sana, na faida yake hapa kama ikitimia, ukiwa na jamii kama hii, mikusanyiko hii kila wakati ikawa, wakaitwa ulama hapa mbalimbali, kukawa na madrasa na shule, kukawa na kila aina ya institution hapa, Waislamu watapiga hatua kubwa sana. Lakini leo tizama, wewe angalia tu tulivyokaa hapa, kwanza tizama juu huko, sisi tumekalia ubishi tu. Ni nani ndo yuko sawa? Mimi ndo ahli sunna barabara, mimi ndo salafi, mimi ndo salafi aljadid, mimi salafiyul qadim, mimi ndo katika wale cream ya Waislamu waliobaki. Katika mashekhe tumebaki mimi na fulani, katika yote hayo ndo yamebaki tu, umma unateketea. Inna lillahi.
Ikifika wakati wa leo kama Ramadhani, ndo hasa sikiliza huko wanapotembea hizo message, makhurafi hao, makhawariji hao, masufi hao, mawahabi hao, makadha, majina tofauti tunapeana. Na huko Allah anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu al fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Musibandikane majina ya ajabu. Na watu wamepigwa mapande mpaka imefika hadi kwamba usimsikilize shekhe fulani, wala usichukue elimu kutoka kwa shekhe fulani, wala usisali msikiti fulani, wala usiende hiyo ijtimai yao. Watu wanaimizana. Iko wapi? Sisi mtume alitubashiria akamwambia, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi. Leo tunawatoa watu katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi. Kwa haya mambo tuliyokuwa nayo mwezi wa Ramadhani, kesho kutwa utasikia watu watakavyotukanana na kuumbuana na kukatana mapande. Mume kaamka kafunga, mke anambia bado Ramadhani unakula wewe. Unakula mchana wewe, unafunga siku sio Ramadhani. Matusi yanatawala katika darasa za mashekhe na juu ya mimbar na viriri kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani. Wakati masala bwana mtume mwalimu wetu mkuu aliyeweka wazi, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Ndio pale aliporudi yule aliyekuja kabla yangu hapa akazungumza fahamu. Sasa hizo fahamu zisitupiganishe. Profesa alisafiri na mwanafunzi wake. Usiku walibeba hema. Wakafika pale wakakita hema lao, wakapumzika, wakalala. Walipolala usiku akaja mwizi akaliiba hema, akaondoka nao. Usiku mwanafunzi akamwamsha profesa wake. Profesa, amka. Akaamka. Unajua mtu akiamka kuna nini? Sasa tizama juu. Ukikita hema alafu likiibiwa, ukitizama juu utoliona, maana uko ndani ya hema. Sasa hivi nikikwambia tizama juu utaona nini? Hema. Torobari. Akamwambia profesa tizama juu. Profesa akatizama juu. Akamuuliza unaona nini? Mwanafunzi anaona. Akamwambia naona nyota. Mwanafunzi akamwambia inaashiria nini hiyo nyota? Akamwambia kielimu ya falak inaashiria kwamba kesho tutakuwa na very bright day. Mchana utakuwa mwanana kabisa, mchana hakutakuwa na mawingu wala nini. Kinajimu tunaonekana kwamba tuna bahati mpaka sasa, alhamdulillah tupo, lakini kimazingira inaonekana pia hakuna mvua, lakini pia kibahati na tauhidi na uumbaji wake Mwenyezi Mungu kuna fursa nyingi sana zinatusubiri. Lakini pia kiwakati sasa hivi ni kama saa 8 usiku hivi, yani profesa akatiririka akawa anatoa mwanafunzi wake akamwambia sikiliza profesa, hapa jambo ni moja tu, hema letu limeibiwa. Nini? Hema alipo. Sasa wewe unaniambia sijui kinajimu, sijui kibiology, sijui kisayansi na sijui kiakida, hizo zote zinahusu nini? Mimi nimekwambia tizama juu, kwa maana ulioni hema alipo limeibiwa. Mimi nilikuwa nataka moja tu, unaona nini? Hema limeibiwa, niambie hilo tu. Sasa ndo watu wanaenda kusoma huko Saudi Arabia, wengine wanaenda huko Libya, wengine wanaenda huko Yemen, wengine wanaenda Uingereza. Lengo lake kubwa, bwana yuko mwanachuoni wao anajiona sana pale Unguja, nataka nikasome nije nipambane nao. Hawa upambane na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ndio elimu iliyobaki, na mtume sema al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inma warathu. Elimu leo za ushindani, za kushindana, fulani nataka leo ni muangushe, fulani nataka nimshinde, fulani nataka nimpiku. Sasa akisimama mtu katika kuzungumza, utaona nahau nyingi hapo, nahau na balagha sijui na sarfa, hiyo ni muqayyad, lakini am hiyo ni khas, hii ni muqaddam, hii ni muakhar.
Ndio maana ukaja ukaona ikitafsiri hadithi za Mtume kuna mambo mengi mtu mdogo kama mimi na wewe ambao hatukusoma hivyo tunaona hao wanatufanyia zogo tu. Tunajuaje sisi mambo hayo? Kaeni nyinyi mabingwa mnaojua, sisi hapa tusomesheni kile kitu tunachokifahamu. Khatibin nas ala qadri uqulihim, ongea na watu kwa kadri ya akili zao. Na ndio maana watu wema waliotangulia walikuwa wanajua, kwa sababu akili za watu na mind za watu wakisimama tu hivi wanajua hapa niseme nini. Leo katika radio zetu sikiliza majabali ya elimu tunayoteremshiwa, sikiliza fatwa zinazotoka pale, wala si kiasi chake. Mtu unapigwa neno na mwanachuoni utafikiria umebeba jabali juu ya kichwa chako, unakwenda kwako unamwacha mkeo au unagombana na wazazi wako. Leo hawa mashekhe ndio wanaofarikisha kati ya mtu na mkewe, na mtu na wazazi wake, na mtu na wenzake Waislamu. Kuna msikiti mmoja ukasaliwa jamaa mbili kutoka lini? Kuna watu wakahama misikiti. Mtu anasema msikiti ule pale hawasali, hawapati chochote wale wakisali. Wewe ndio unaandika thawabu na dhambi. Leo kuna watu wanapatia yule bwana finari jahannam moja kwa moja. Pepo bwana iko mifukoni mwa watu siku hizi, wanagawa wanavyotaka wao. Mungu tena ana nini? Haya mambo yamepitwa na wakati, tuyaache, turudi tuwasikilize viongozi wenye busara na akili na hekima. Hawa viongozi wengine wanaojipachika wakawaangamiza watu ndio waliotahadharisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale ambao walisema yattakhidhu an-nasa juhala ulamaahum fayastaftunahum bighairi ilm fayuftun fayadhilluna wa yudhillun. Wapo Mtume aliwatangaza watakuja watu watajipachika vyao si vyao, watawapa watu fatwa zitawapoteza wao na wao. Leo umefika hadi hiyo, kila mmoja ameingia yeye katika shughuli za ulama na fatwa anachukua yeye. Fatwa hatari mpaka watu wanafikiana kuchinjana kwa sababu ya fatwa zake. Mtu huogopi na yuko tayari, na akisema bwana swala lolote mniulize lolote. Umar ibn Abdul Khattab alikuwa na mwanawe kitwa Abdullah ibn Umar, ni alim. Alikuwa akiona watu wanakuja kuuliza maswali anawakimbia, anawauliza aturiduna an taj'alu jusurana dhuhuran ila nari jahannam yawm alqiyama, mnataka kufanya mgongo wangu ndo bridge, daraja la kwenda motoni siku ya kiyama? Mkamwambie Mungu aliyetupa fatwa hii ni Abdullah ibn Umar. Sahaba alikuwa anakimbia fatwa. Aturidu an taj'al jusurana dhuhuran ila nari jahannam, dhuhurana jusura, anakimbia. Sisi tunaikimbilia fatwa. Wengine wanaitwa huyo mzee wa fatwa. Wenyewe kisikia mzee wa fatwa ndio mie, kesho anachukua na bakora, kishukuru anapiga lemba kubwa na majoho yake, haogopi kukosea. Na chombo ni television au radio, inafika aqsal biladi ila aqsaha. Fulani ni mnafik, fulani ni mnafik, fulani ni mnafik. Mtume hakuambiwa hata mnafiki ni nani mpaka siku ya mwisho alipofichuliwa, na yeye mwenyewe hakufichua kuambia watu wengine. Huyu leo yeye anawajua wanafiki, anaweza akasimama akawataja fulani na fulani na fulani, msiwaeke wakasalisha ni katika wanafika. Wahyun ba'da Muhammad. Vichwa hivi vilipotea. Naogopa kwa mtu ambaye ni fasaha wa kusema na angalau amepata shay'un min al-ilm. Huyu atakuwa kama amedhamiria kuwapotosha watu, ndio tunaharibikiwa hapa. Alikuwepo mmoja aina hiyo, alikuwa akijua sana kusema na kuongea. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema huyo inna min al-bayani la sihra, ufasaha ni uchawi, unamroga mtu kwa maneno. Watu waliposikia atahutubia wakakusanyika wote mbele yake. Leo tunasikia vitu. Akapanda juu ya mimbar akauliza, atadruna madha aqulu al-yawm, mnajua leo nataka kusema nini? Wasikilizaji wakasema la, hatujui. Akashuka kwenye mimbar, alipoulizwa akasema sina haja ya kusema na watu wasiojua, kumbe hamjui nitachosema. Sasa ndo nini? Sisi tumekaa tumekusanyika hapa tunataka kusikiliza. Akasema sina haja ya kuzungumza na watu wasiojua, kaondoka. Kesho akaletwa akasema bwana, kesho njoo uongee. Kaja tena siku ya pili, baada ya himdi na sala na salama, akauliza atadruna madha uridu an aqula al-yawm, mnajua leo nataka kusema nini? Wasema tunajua. Asema akashuka
na sina haja ya kusema na watu wanaojua, basi mshajua naenda zangu. Nasema sasa vipi? Hati hajatupa vile vitu vyenyewe, bora tungesema baadhi tunajua, wengine wakasema hatujui, basi kesho njoo. Kesho akaja tena, atadruna madha uridu an aqula al-yawm, leo mnataka kujua nitasema nini? Mnajua? Baadhi upande wakasema tunajua, upande wao wakasema hatujui. Wakamtega hapo, akashuka akasema wanaojua wafundishe wasiojua. Sasa watu wa aina hii wako wengi katika umma wetu wa Kiislamu. Manake wewe hujasema kitu, ameshakutizama, anajua huyu ni bonyeze wapi, nikamate wapi, niseme nini. Wapo aina hiyo wanaoteka akili zao, kwa sababu kuna baadhi ya watu Allah Mwenyezi Mungu amewajalia wana farasa, wana psychology, wanafahamu. Maana ukisema kitu yeye tu ashakufahamu unaelekea wapi, ashaelewa nini target yako. Ukitizama tu au akikutizama kishajua. Wapo aina hiyo. Sasa akiamua kupotosha na kupoteza, huyo tumeharibikiwa. Wapo. Imam Shafi na mwenzake waliingia msikitini siku moja, Muhammad ibn al-Hasan al-Shibani, walikuwa ni watu wawili ambao wanafahamu farasa. Wakaingia msikitini. Imam Shafi anajua farasa. Farasa ni psychology ya kumwangalia mtu alafu ukamweleza ni nani. Basi wakamwona mtu, na Muhammad ibn al-Hasan anajua, wakamwona mtu, wakasema natafaras fi, hebu tuseme huyu ni nani? Shafi akasema mimi nakwambia huyu ni khayyat, ni mshoni. Muhammad ibn al-Hasan akasema la, huyu ni najjar, ni carpenter. Ala, basi wakamaliza shughuli zao, alafu wakamfuata, wakaamkiana naye, wakamuuliza hebu tuambie madha taamal, kazi yako wewe ni nani? Huyo bwana akasema laqad kuntu khayyatan. Basi kila aliyefanya atalipwa na Mwenyezi Mungu, na Allah sio bakhili, atampa kilichokuwa kinastahili, kwa sababu Allah ni mkubwa, Allah ni adhim, Allah ni qawi, Allah ni jabbar. Harun ar-Rashid alipofurahishwa na mtoto akamwambia, mwanangu unasoma sura gani? Akamwambia inna fatahna laka fathan mubina. Akamwambia nione. Akafungua jalada lake akaona abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma. Akamwambia mbona unadanganya mtoto wewe, katika umri wa mapema unaniambia inna fatahna, kumbe uko abasa. Akamwambia hapana, asubuhi khalifa wa Mwenyezi Mungu sikutaka kukupa lawama alizolaumiwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla kwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Nimetaka kukupa bishara na faraja alizopewa mtume wetu. Kaambiwa inna fatahna laka fathan mubina. Najua vizuri nilichokuwa nakisema amir. Ile khalifa kafurahi, akatia mkono mfukoni, akampa dirham 2-3 mtoto. Ulikuwa jibu lake zuri. Mtoto akasema hapana, siwezi kupokea. Kwa nini? Sema satadribuni ummi alaiha, mama atanipiga vibaya sana, ataniuliza hela hizo umezitoa wapi? Nitamwambia akanipa amiri wa Uislamu. Ataniuliza amiri mzima anakupa shilingi 3, toka nazo hapa. Sasa hizi shilingi 3 hizi hazifai kutolewa na mtu kama wewe. Kwamba kitoto hiki kina akili, njoo ofisini kwangu, mleteni ofisini kwa Ikulu, unaitwa Ikulu, njoo Ikulu. Kaenda kule kapewa fuko la mali, hata kulibeba hawezi, akawa tajiri maisha yake yeye na mamake, kwa jibu lake zuri. Kwa sababu gani? Amiri hafai kutoa kile, manake wewe ni mkubwa, hufai kutoa kidogo. Sasa je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalipa nini kama Harun Rashid hakustahili kulipa kile? Harun Rashid alikuwa akiona wingu linapita, kwamba umturi ainama shiti fa ainama amtarti fa sawfa yasiluni kharajuki, popote utakapoanguka wewe wingu, hela na mapato yake yatakuja mkononi, kwa sababu ufalme wangu kutoka China mpaka North Africa. Huyo ni tajiri Harun Rashid, na mke wake ndo aloweka Qanat Zubaida kule Maka. Miaka 10 watu wakawa hawana shida ya maji. Wanawake hao bora. Wako wapi wanawake wetu? Kazi yao kushindana namna ya kucheza, kushindana namna ya kupashana, kushindana namna ya kurogana, kushindana namna ya kufanya ufuska, kushindana namna ya kuchukuliana wanaume, kushindana katika mambo ya maasi. Wako wapi? Wako wapi wanawake ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu katika enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
wako wapi kina Nusaiba, wako wapi kina Sumayya, wako wapi kina Safia binti Abd al-Muttalib, yuko wapi mama Khadija binti Khuwailid, yuko wapi Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq, yuko wapi Zainab binti Rasulillah, yuko wapi Fatima binti Rasuli, wako wapi hao? Mfano wa kuigwa kabisa, waliiendesha dini. Na ndio maana mtume akapata raha, sababu wake zake wote walimuendesha katika hali njema. Akija katika misikiti, akija katika darsa, akija katika umma, kila kitu kinakwenda vizuri, kwa sababu msaada ulikuwa mkubwa kutoka kwa wanawake. Wanawake wa Kiislamu hima waifanyie kazi dini yao, kwa sababu wao ndio dira. Na mtume aliwezeshwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kupewa mke mzuri aliyemfanyia kazi, Bibi Khadija. Behind every successful man there is a woman. Wanasema hawa wazungu, lakini maneno ni ya kweli. Nyuma ya kila mtu aliyefaulu ujue yuko mwanamke. Mtume amefaulu, nyuma yake yuko Bi Khadija. Mali zake zote ametoa, mali zake zote amempa mtume, na zikaisha kwa ajili ya kujenga dini zote. Bi Khadija hakusali wala hakufunga wala hakutoa zaka wala hakuhiji. Bi Khadija hakuyafanya hayo manguzo za Uislamu 5, kwa sababu yeye kafa kabla mtume hajahama kwenda Madina, na kule ndo kumefaradhishwa kila kitu. Sala imefaradhiwa wakati wa kwenda Isra na Mi'raj. Bi Khadija amekufa Makka, amezikwa Makka, zile sala zimesaliwa Madina. Saumu imefaradhiwa mwaka wa 2, zaka mwaka wa 3. Aya alisali wapi? Alifunga wapi? Lakini Jibril anashuka naambia, ya Rasulullah, inna Allah yuqri'uka as-salam wa yaqul balligh Khadijata as-salam wa bashirha bi baytin fil janna, baytun min qasab la nasab wala tab. Mungu Allah anamwambia mtume, msalimie Khadija. Salamu zinatoka wapi? Kwa Allah. Wewe ukisalimiwa tu Radio Salam na Radio Nur, hulali, nimepata salamu radio nikanisalimia. Hulali. Siku hiyo watu watakuwa hawalali nyumbani kwa kelele. Nini umesikia salamu radio? Khadija anapata salamu kutoka kwa Allah. Allah balligh Khadijata as-salam, kisha mbashiria na nyumba peponi, nyumba ya dhahabu, nyumba ya lulu. Qasab, qasab ni lulu mujawaf, nyumba ya lulu, la nasab wala taab, haina vikero wala haina tabu, kaekewa na Allah hiyo kwa kazi yake kubwa aliyoifanya. Mali yake ikatumika, mali inahitajika. Tusidanganyane Waislamu, mashekhe wanajua umuhimu wa mali, ndio maana hawatoki kwa matajiri. Matajiri hawajui umuhimu wa elimu walizokuwa na mashekhe, ndio maana maskini hawaendi ukapiga goti. Lakini kwa kuwa hawaji, tuwafuate wao, tuwape umuhimu wa mali walizokuwa nazo, tuwafahamishe na elimu ambazo zinahitajika, watoe zaka vizuri, tuwapigie na mahesabu, wajue namna ya umma kwamba iko juu ya mabega yao, wafanye mambo mbalimbali ya kupeleka umma wa Kiislamu. Mimi nitazungumza hapa mpaka mwisho, nitaharibu. Ndugu zangu Waislamu, nimezungumza kwa kuwa ninafahamu umma wetu wa Kiislamu umevurugika, umeharibika, umetawanywa, umekusudiwa, na kila pahala una maadui. Na mbali ya wale maadui wa nje wanaotuvunjia dini yetu, sisi wenyewe ni maadui. Sisi kwa sisi tunauvunja Uislamu wetu ndani ya nyumba yetu wenyewe. Niambie wewe, mtu anakuja kuivunja nyumba yako, amechukua mitaimbo anaivunja nyumba yako, na bulldozer anaivunja nyumba. Wewe mwenyewe ndani umechukua mtaimbo unaivunja wewe mwenyewe ndani huko, haibaki. Sisi tunavunja dini yetu wenyewe, na tusianze kulaanikiza. Badala ya kulaanikiza, tunatakiwa tuwashetaa, na kuwashataa ni sasa hivi. Ukijikwaa usilaanikiza, washataa usipate kujikwaa. Ni wakati sasa wa kubadilika. Mambo ya mizozo misikitini, sijui mambo ya kupeana majina ya ajabu ajabu, yamepitwa na wakati. Sasa hivi ni wakati wa kujikusanya pamoja, turudi katika umoja uliokuwepo wakati wa wazee wetu. Walikuwa hakuna tofauti, ulikuwa humjui ibadhi ni nani, wote wanasali pale pamoja. Wao hujui sunni ni nani, hujui ni nani, wote ni kitu kimoja. Na huu ndio Uislamu kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo mtu akitaka kusaidia pia anataka kuangalia, hebu muangalie imamu wao akisali anafunga mkono wapi kwanza. Akimwona anaweka hapa chini ya kifua, si wetu. Akimwona anaachia kabisa mikono, ndo kabisa huyo, usimpe. Akimwona ameweka juu ya kifua, ndo wale. Leo unachagua. Paka zimetoka fatwa, ndugu zangu, zimetoka fatwa, watu wanapiga fatwa kwamba akija mtu anayesoma maulidi ni haramu kumuozesha binti yako.
Yani mpaka fatwa, kuna fatwa nyingine. Kwa sababu gani? Watu wa maulid ni watu wa bid'a, na tumeambiwa watu wa bid'a ni watu wa dhalala. Subhanallah, hata hiyo bid'a ikizungumzwa haizungumzwi kama hivyo watu wanavyozungumza. Ma huwa mafhumu albid'a? Kwanza ufahamu wa bid'a ni kitu gani? Kwa hiyo wanachuoni wenyewe wamekhtalifiana kuja kuidescribe na kuieleza bid'a ni kitu gani. Wanachuoni wenyewe hakuna definition moja juu ya bid'a. Wenyewe wakatawakaf tu katika hadithi ya Mtume, akasema aliyefahamisha bid'a ni kitu gani ni Mtume aliposema, yeyote atakayefanya jambo lolote ambalo halimo miongoni mwa hili jambo letu, basi atarudishiwa mwenyewe. Hapo ndo wakasimamia kuifahamisha bid'a ni kitu gani. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, atakayezua katika jambo letu hili, katika dini yetu, azue lile ambalo halimo, halina mashiko, halifungamani na chochote katika hii dini. Pahala walipokhtalifiana wanachuoni hakuna mshindi hapo, wala huwezi ukasema hawa ndio wameshinda kama alivyosema shekhe hapa. Watu wameshakhtalifiana katika jambo, la yunkaru ala mukhtalafin fi wa inma ala mujma'in alayhi. Ni qaida katika qawaid, hakomewi, hatukanwi wala hasemeshwi kwa ubaya yule aliyetenda jambo ambalo watu wamekhtalifiana, lakini yule ambaye amelitenda watu ambalo watu wote wameafikiana kwamba hili jambo ni haramu wote, huyu ndo anaweza akagombwa. Lakini kuna njia na kuna ikhtilafu ndani yake, wewe usimame uanze kuwachukia watu, zile fatwa hizo zinatoka. Na hakuna kitu kibaya ndugu zangu kama kuchukua fatwa za watu wa Saudia ukaja ukazifanyia implement, ukazifanyia tatbiq Unguja na Pemba. Kwanza angalia kwanza wewe unaishi na akina nani? Angalia unaishi wapi? Leo ni nani ambaye hajaoa au kuolewa au hajahusiana na mtu anayesoma maulidi au ambaye hasomi? Kama si wewe basi shekhe wako, kama si shekhe wako babako, mjomba wako. Leo mtu hayakuja kuharamisha hayo yote, kweli itakuwaje? Mambo hayo yote yatakuwaje ndugu zangu? Itafika wakati itatangazwa fatwa nyingine. Watu wamepeana fatwa huko na wenyewe wana misingi yao ya fatwa na wana vigezo vyao na wana watu wao. Wewe unayachukua jumla hayo walioyasema huko, unayaleta unayatoa fatwa hiyo hapo kwenu unapoishi na wenzako. Si unatafuta ugomvi wewe? Si unatafuta farka wewe? Alfatwa tataghayyar bitaghayyur az-zaman wal makan. Hata hizo fatwa zinabadilika kwa kubadilika wakati na pahala. Angalia uko pahala gani? Wewe leo unataka kuwa adui wa Waislamu wenzako, leo unaleta furka. Tuache hayo mambo, tu concentrate katika dini yetu, tuunganishe watu, tusiwafarikishe watu, tuache watu waitimize dini yao kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, ukiniacha nitakuwa naendelea tu, bora uje kati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari pamoja na nguzo. Kwa wasema utangaze wewe hiyo kwa njia kwa kusikia. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Nimeamua kusimama sio kwamba namkatisha Sheikh Uthman Maalim. Kuna jambo kubwa sana limetokea, na ndio maana tukasema tukabidi tupige takbir, tumuadhimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sababu ya jambo hilo ni Sheikh Uthman kusimama hapa, ikaingia tashkili kwa hilo jambo. Naomba upande huu takbir, katikati takbir, kushoto kwangu na mwisho takbir, mliokuwa